kwa habari za uhakika, kijamii, michezo. Mheshimiwa Spika, napoelekea kuhitimisha na kwa moyo mkunjufu nirudie shukrani zangu kwa Watanzania wenzangu, kuanzia wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara, wafanyakazi wa sekta za umma na binafsi na hata wanasiasa kwa kuiunga mkono serikali. Watanzania tumeendelea kudhihirisha uungwana wetu, hususan kwa kudumisha amani, mshikamano, kuchapa kazi kwa bidii na kwa moyo wa uzalendo. Mheshimiwa Spika, navishukuru pia vyama vyote vya siasa kwa ushirikiano wao kwa serikali katika kipindi hiki cha miaka 4. Licha ya tofauti zetu za kisiasa na kiitikadi, ukweli ni kuwa sote ni Watanzania na tunajenga taifa moja. Wengi waliokuwa wakitukosoa au wakikosoa serikali kwa nia ya kujenga, sio kupinga tu kila lilokuwa likifanya na serikali, walikuwa wakisaidia kuboresha utendaji wa serikali. Mheshimiwa Spika, nilianza kusema kuwa nimekuja kulihutubia bunge na kuhitimisha shughuli za bunge hili la 12 ili kuruhusu kuanza kwa mchakato wa uchaguzi wa rais, wa bunge, madiwani na madiwani utakaofanyika Oktoba 2025. Uchaguzi ni zoezi la kikatiba na lenye umuhimu katika kukuza demokrasia nchini na kuwapa wananchi fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka. Katika hilo, natambua kuwa baadhi yenu hapa mmeonyesha nia kuwania tena nafasi zenu na pia wapo waliotangaza kukaa pembeni. Sasa kwa wanaoendelea, niwatakie kila la heri. Niwatakie kila la heri, na najua mambo yamekuwa vizuri, lakini msisahau Chalamila yupo. Chalamila yupo. Kwa hiyo mwende mkafuate sheria na kanuni zote za uchaguzi. Nawatakia kila la heri.